Habari za wakati huu Wanayanga, wananchi wenzangu. Siku ya leo tunakwenda kucheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Lakini angalizo na tahadhari yetu, viko viashiria vya kuhujumiwa sisi Wanayanga. Siku ya leo viko viashiria vya sisi kuhujumiwa. Tunahujumiwa kwa sababu zipi? Uko utaratibu wa namna gani ya kufanya mazoezi. Katika mchezo wetu wa tarehe 1 dhidi ya Simba pale New Amani Zanzibar, Simba alikuwa mtu wa mwisho kufanya mazoezi, na kuna madhara aliyafanya kwa ushahidi wa wamiliki wa uwanja kwa vitendo vya kishirikina. Lakini hata bodi ya ligi walitoa adhabu kupitia wachezaji wa Simba waliofanya vitendo vya kishirikina pale New Amani Zanzibar. Lakini alikuwa ni mgeni, alifanya mazoezi siku ya mwisho, alifanya mazoezi muda wa mwisho. Lakini jana katika mazoezi ya mwisho Simba ameivamia Yanga. Yanga anafanya mazoezi na Simba anataka kuja tena kuwa mtu wa mwisho kufanya mazoezi. Hii sio sawa. Hii ni hujuma. Anakuja kufanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Anataka afanye kama alivyofanya New Amani. Hii ni hujuma. Tuambiwe, Wanayanga tunataka kujua. Jana Simba amefanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Pale New Amani Simba alifanya mazoezi ya mwisho kwa sababu gani? Ziko simu nyingi tunapigiwa Wanayanga wanalalamika. Watu kutoka Pemba kina Mzee Musa na wenzake wanalalamika. Ameonekana Simba jana akifanya mazoezi ya mwisho pale Meja Jenerali, na anafahamika akifanya mazoezi ya mwisho nini anakwenda kufanya. Hii sio sawa. Wanayanga tunalalamika, kuna viashiria vya kuhujumiwa. Lakini la mwisho, tumeletewa waamuzi kutoka nje. Sawa, tunakubali. Lakini je, endapo watashindwa kutumia sheria 17, adhabu yao watapewa nani? Kama tuna utaratibu wa kupitia kamati ya masaa 72 kuwaadhibu waamuzi wetu, hii watakapokosea wataadhibiwa na nani? Asante.